Na shukrani sana kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Fatma Hassan. Mamlaka ya masoko ya mitaji ya dhamana CMSA imeeleza kuridhishwa na ubunifu unaoonekana katika uwekezaji kwenye hisa za kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, hatua ambayo imekuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji kuwekeza kwenye soko hilo. Mwanahabari wetu Salum Pelembo anayo taarifa kamili. Afisa mtendaji mkuu wa mamlaka hiyo CPA Nicodemus Mkama amesema hayo wakati wa tukio la kihistoria la kuorodheshwa kwa mfuko wa uwekezaji wa pamoja wa kampuni ya Vertex International Securities Limited uitwao Vertex International Securities Exchange Traded Fund, yani Vertex ETF, katika soko la hisa ya Dar es Salaam DSE. Kama tunavyofahamu, masoko ya mitaji yanachochea maendeleo ya uchumi kwa kuwezesha upatikanaji wa rasilimali fedha na kuimarisha utawala bora, na hivyo kuleta tija kwa kampuni na taasisi. Mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana itaendelea kuweka mazingira wezeshi na shirikishi ili kuwezesha taasisi katika sekta ya umma na binafsi ili waweze kufaidika kiuchumi kutokana na uwekezaji ambao wameufanya. Awali, uongozi wa Vertex International ulisema elimu ya uwekezaji inayotolewa kwa umma na wadau katika sekta ya fedha kuhusu fursa na faida zinazopatikana katika masoko ya mitaji ya pamoja na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano imetoa fursa kwa wawekezaji kuwekeza kwenye mfuko huo kupitia mfumo wa mauzo ya kielektroniki, yani Vertex Mobile Trading App. Leo Vertex imepiga hatua muhimu sana ya kuintroduce ETF ya kwanza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ambapo ukinunua kipande kimoja unakuwa umewekeza katika makampuni 5 kwa wakati mmoja. Tunashukuru wawekezaji wote ambao wameweza kuwekeza kwenye ETF ya Vertex kwa sababu tumevuka lengo kwa zaidi ya 36%, ambapo kwa zaidi ya miaka 20 tokea kuanzisha soko la hisa la Dar es Salaam mnamo mwaka 1996 hatukuwahi kuwa na aina hii ya bidhaa iliyoorodheshwa sokoni. Kwa hiyo leo ni furaha na ni historia tumeiweka tena kwa masoko ya dhamana na mitaji kwa Afrika kuwa na dhamana kama hii iliyoorodheshwa sokoni. Salum Pelembo, Channel 10. Balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Mateo Mkingule, amehimiza wadau na watumiaji wa bandari za Tanzania kuendelea kutumia bandari hizo kama mlango wa biashara wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Akizungumza baada ya kufungua rasmi jukwaa la wadau na watumiaji wa bandari za Tanzania lililofanyika jijini Lusaka, Balozi Mkingule amesema Tanzania ipo tayari kutoa huduma bora za kisasa na zenye ushindani mkubwa katika ukanda wa Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika SADC. Ameipongeza mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini TPA kwa kuendelea kutekeleza mipango ya kimkakati inayochochea ukuaji wa biashara katika ukanda huo wa Afrika kupitia bandari ya Dar es Salaam, akibainisha kuwa ubora wa huduma na maboresho yaliyofanyika kwenye bandari hiyo na bandari nyingine zinazopakana na nchi jirani ni chachu ya kuongeza ushindani na kuvutia wateja zaidi kutoka Zambia. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu TPA Josephat Lukindo amesema TPA kwa kushirikiana na timu ya wataalamu wake na wawekezaji wa bandari ya Dar es Salaam amefanya ziara ya kimasoko mjini Lusaka nchini Zambia ikiwa ni sehemu ya juhudi endelevu za kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Tanzania na nchi hiyo. Ni matarajio yetu kwamba baada ya jukwaa hili, baada ya mkutano huu, basi kutakuwa na matokeo chanya ya kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Zambia, serikali yenyewe, mashirika binafsi, mashirika ya serikali, taasisi za serikali na sekta binafsi wataendelea kutumia bandari zetu za Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na pia zilizopo katika maziwa yetu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa
ikiwepo kabisa ni kuwaeleza au kuwafahamisha kwa kiwango gani Mamlaka ya Bandari Tanzania imefanya maboresho ya miundombinu na huduma kwa wateja wetu wote, ikiwemo wateja kutoka nchi ya Zambia. Lakini pili, tuko hapa kuelezea miradi yetu ya kimkakati ya maboresho na huduma zetu za bandari ambayo inaendelea au itafanyika hapo baadaye efficiently with state-of-the-art cutting-edge technologies. With this, with the fixed berthing window program implementation, we are able to reduce the vessel waiting at the anchorages and made the vessel berthing on our. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Witness Ngalawa atakuwa hapa kwa habari za michezo na burudani.